Mzigo wangu wapi? Bosi, mzigo kwa mikono ya polisi. Nilikamatwa. Sio kweli. Ukikamatwa na polisi ningepata taarifa. Asilimia kubwa wote mapolisi wako mkononi mwangu. Sasa kwa nini ukamatwa na nisipate taarifa? Hao mapolisi nishafanya nao kazi nao kibao. Kwa hiyo lazima wangeniambia. Mimi ni lopa jao. Hakuna kitu nisichokijua. Kweli bosi, nilikamatwa kweli. Bosi nisamehe bosi. Wewe umeleta tamaa, si ndio? Hapana bosi. Kwa mzigo wangu kwapi? Bosi, polisi walinikamata kweli. Unajua ule mzigo una thamani shilingi ngapi? Unataka kuishi au unataka? Nataka kuishi bosi. Unataka kuishi? Niambie mali yangu iko wapi? Hii ni mara yangu ya mwisho kusikia sauti yako kwenye masikio yangu. Sawa? Usiposema mzigo wangu uko wapi? Mzigo wangu uko wapi? Sasa nicheka nini? Nani nisachaje hapo? Na kucheka hiki kaka jambazi. Kajambazi. Yaani swala ambalo lipo mtaani kote limezunguka. Ni swala lako ila kukwapua kibegi matokeo kumepelekwa jela. Sasa cha ajabu nini? Kwa hiyo kawaida. Jela kama nyumbani, hizo hizo za kawaida, mimi nikajua labda nini, kumbe hizo ujambazi. Haya nawe. Hai niambie. Vipi nawe? Yes, ndio wale na mwenyewe, vipi ile genge lako la wao? Majambazi hapa hali kabisa. Kuliko hata mimi. Vipi ndio nafadhali? Yaani sasa hivi unavyoniona, sitaki tena kusikia habari la lile kundi. Nishacha kabisa, sasa hivi nimeokoka, nipo kivyangu vyangu, nimetulia tu kama unavyoniona. Wewe unaweza kuokoka mbele ya wale majamaa wale? Yaani wale watu hatari, ukitoka lazima wakuue. Bwana kufa mipango ya Mungu. Kama Mungu hajapanga kufa, siwezi kufa kamwe. Naendelea kudunda, naendelea kutamba. Eti? Sawa, eti tuseme basi. Vipi kuhusu ile jambo langu? Jambo? Mimi feti sinakupenda lakini nilikwambia. Kwa hiyo mpaka leo bado hujanifikiria. Unanipenda au sio? Sana feti. Hivi, unadhani mimi naweza nikawa na mtu kama wewe? Sasa mimi feti nina kasoro gani leo? Kifupi nyundo tina kupenda na kupenda. Mimi naweza kutembea na wewe. Sasa sikia. Si unaweza kunihudumia hizo hela kampe mamako mzazi, akupikie ugali ule ushibe. Feti. Sasa nikwambie, kama una upendo, huo upendo kamuoneshe mama yako mzazi atakupa upendo wa dhati, mbwa mkubwa. Unaona? Ongea na unataka mnyamaza. Ana kesi kubwa. Wewe. Unaona umeona? Haujaona? Siona blaza. Kazi za watu ndio. Sawa? Unafuatilia? Unaona? Nitakutoa gongo sema ukweli. Unaona unaona? Unaona unaona? Kulia. Unaona? Unaona? Sikiliza. Panga mdogo wako. Sawa? Panga. Umeelewa? Kimya. Sawa? Ndio umeona sisi tunaua yoyote. Kwa makini. Sawa?
Mungu ni shida nini? Mungu mambo gani tunauliza na sasa hivi? Sasa hivi. Sasa yule mbona anakuja kukimbiza hadi huko, kwani umefanya nini? Wewe kashaniumiza. Mimi nimemsikia anasema kuna kitu umeona nini? Usiona kitu. Hujaona nini? Tuelekeze basi. Wadogo tuelekeze basi. Kaua mtu. Kaua. Wapi tena? Huyo. Sasa sikiliza mdogo wangu. Muona hii sehemu hii? Inabidi tuondoke. Sababu polisi wanaweza wakaja hapa, tuondoke haraka mdogo wangu. Kama hawa adhabu nimekamilisha. Pia kuna kitu nimegundua. Unakumbuka ulivyocheka? Ulisema kwingineko kuna kijana alikuwa anapenda. Sasa yeye alikuwa ni msema, wala hakupigwa kweli na wala hakuteswa. Hakufanya chochote na yule ni mzao anafanya kazi, lakini lengo la kumpiga ni kukutisha wewe tu, ili mradi na hiyo kufanya. Okay, natosha. Naweza kumpata pia. Kumpata sio kazi ngumu, kwa sababu kila kitu nimeshasimamia. Yaani kuanzia location tuna nini yote iko sawa. Najua anapolala, anapotembea, anakwenda kukutana na watu zake, kila kitu nimegundua. Nataka kuniambia yule kijana anafanya nao kazi. Yeah. Hata hizo biashara zao. Kila kitu. Umekula? Nimekula ndio. Kaburu yuko wapi? Yule bwana hajaona kitu chochote kule. Yule alikuwa anakimbia tu bosi wangu. Sio jibu lake, yuko wapi? Nimehakikisha hajaona chochote, nimemuoji vizuri. Hivi Kaburu una akili kweli? Nimemshuhudia kwa macho yangu dogo anakoa hapa anakimbia unasema hajaona vipi? Kweli tena bosi. Hajaona chochote. Kweli wewe ni askari wangu kweli? Na ambaye nakukutegemea unafanya vitu kama hivi? Nimekwambia kamata lete hapa angekuja kuniambia mimi kweli kama hajaona. Kwa hiyo umetoka maamuzi wewe unamwachia unarudi mtu. Sasa wewe umekuja hapa ili iweje sasa? Potea ukirudi hapa njoo na yule mtu nimekwambia. Wewe vipi wewe Kaburu? Banka utaua. Metokea wapi? Mazoezini. Ni sio wanafunzi? Mazoezi ya nini kwanza? Ya kudansi. Dansi. Udansi ndio unasuka hivi? Saa ngapi sasa hivi? Saa 9. Saa 9 Sio saa 4. Umetokea wapi? Kutoka kuna shida. Mwacha sema. Mwacha sema. Poa, kwani usiyapande? Tulia. Utajua mwenyewe. Sitaki. Mbavu. Unasema? Kutoka kuna matatu. Mwacha ongee pumbavu wewe. Mwacha ongee. Wewe. Mbona na bunduki siyapande huko? Sio kila mtu anavaa sare ni afande. Sio kitambulisho, mwambie atoe kitambulisho kama yeye afande. Unasemaje? Na mapolemika. Subiri na kurudia.
Samahani mdogo wangu, naomba nikuulize. Wewe ni mwenyeji mtaa? Ndio nimeje, lakini na kuyokuwa na mama. Sawa. Nisaidia tutajua na kuna hawa watoto fulani hivi wana shake hivi wana dance hivi. Hujawahi kuwajua au kuwaona hivi kwenye mtaa wenu? Ukanisaidia labda nikajua wanaishi wapi, wanakaa sehemu gani? Unaweza kunisaidia? Si wajui. Kama mtaani hapo kote na kwa vijana au wajui? Bana acha hizo bana. Nitakupa zawadi. Kweli nitakupa zawadi. Si wajui. Vipi kiongozi? Bwana samani kwa kupigia simu ya dharura. Kuna kitu nataka unisaidie. Hapa katikati mambo yangu yamepinda sana, yameenda vibaya. Kuna dogo mmoja ambaye nimempa mzigo wa hela nyingi. Ila sijajua kama ameniletea ni ujanja au ni kweli imetokea. Dogo ananiambia mzigo umekamatwa na askari. Mzigo wa hela nyingi. Sasa basi, kutokana akili yangu imevurugwa, sikutaka yule mtu nimsikilize tena. Bila nifika. Bahati mbaya sasa, wakati nampiga shaba, kuna dogo ameona tukio lote mwanzo mwisho. Unaona? Bila nimtume kijana wangu Kaburu. Kamata niletee. Sasa Kaburu alivyokuwa mpumbavu ameenda amerudi mikono midogo ananiambia dogo nimemkamata lakini ananiambia hajaona kitu. Wakati dogo nimemshuhudia mimi mwenyewe naona yeye anasema hajaona kitu. Inabidi nimtimue nimwambie aende arudi na mtoto. Aje kuniambia mimi mwenyewe kule kama ameona au hajaona. Lakini na uhakika 100% dogo ameona kile kitu. Kama wewe kijana wako ni tegemezi kwako, inatakiwa umfunze namna ya kufanya naye kazi. Hii ndio itakuwa msaada wangu wa mwisho. Ikitokea siku umezembea tena usinitafute. Unanielewa? Sahihi. Nikutanishe na kijana wako. Tuanze kazi ya kumtafuta yule mtu. Ndio afande. Jambo. Bado kuna mauaji yametokea ndio. Nini? Kuna mauaji yametokea. Mauaji yametokea sehemu gani? Kutana vijana watatu huko wakati natoka. Sasa wakati tunanipigia wame escape. Sasa hao wanakupaje taarifa nzito kama hiyo alafu wanakimbia? Inawezekana hao ndio wauaji wenyewe. Naomba uwafuatilie kama sura zao umeziona. Hakikisha mtaa wote unaufuatilia. Sawa? Nitaita maaskari wengine, nitafika katika eneo la tukio. Sawa? Sawa. Kazi nzuri.
huyu jamaa huyu ni nani? Yaani katika pitapita zangu sijawahi kuiona hii sura. Alafu ninapishana na mtu amejiziba uso wake. Tena anaonekana anajiamini kabisa. Au hili tukio lililotokea inawezekana ni mmoja wao amekimbia.